kupata faida. Target ya mwaka huu ni moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati natafakari hili neno, Mungu akanipa neno kutoka kitabu cha Samueli kwa habari ya Daudi wakati anaenda kumuua Goliath. Nikagundua kitu ambacho alikuwa anakiona Daudi ni kitu gani. Daudi alichokuwa anakiona ni tofauti na ambacho watu wengi wanakiona. Nani nikwambia hivi, Mungu anapofanya jambo, Mungu anaelewa. Nikitumia watu wengi kufanya jambo fulani ambalo ni jambo la muhimu sana au jambo kubwa, nikitumia watu wengi watavunjana moyo. Kwa Mungu anaweza kumwinua mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano katikati yetu hapa Mungu anaweza kumwinua mtu yeyote. Katikati yetu Mungu anaweza kumwinua. Nataka kufanya jambo kubwa, nataka nimwinue fulani, anamwinua mtu fulani. Hainui watu fulani. Kwa Mungu alichofanya, akagundua hapa wa kumwinua ni Daudi. Kwa nini alimwinua Daudi? Kwa sababu ya asili ya maisha yake, alikuwa ni mtu jasiri. Wakati anachunga kondoo, alikuwa na uwezo wa kumshika simba na kumuua. Yaani simba akimkamata kondoo mmoja kati ya kondoo 500 ambao anawachunga Daudi, Daudi alikuwa na uwezo wa kumfuata yule simba au dudu, akamshika yule simba, akamchana mdomo au akamuua na akapokonya kondoo. Bwana asifiwe. Kwa ule ujasiri aliokuwa nao Daudi, Mungu yuko hivi. Mungu anatumia tabia ya mtu kufanya kitu fulani kwa ajili ya utukufu wake. Watu wengine tabia yao ni uoga tu. Tabia yao ni hofu. Ukiwa wewe ni uoga tu, Mungu anaweza kutumia siku moja. Kuna baadhi ya vitu ambavyo tunathubutu kuvifanya. Kwa Mungu anaangalia ile roho, nikitumia huyu mtu jamaa, issue yangu itatiki. Kwa Mungu ana issue nyingi za kufanya duniani. Ile anaangalia nitumie nani kwa jambo fulani. Kwa Mungu akamchukua Daudi, akamchukua mtu mmoja. Kwa katikati ya yale majira magumu, Mungu akaangalia ni mtu gani ambaye huwa ana roho ya ujasiri. Akaangalia kugundua mtu mwenye roho ya ujasiri katika nyumba hii ya Yese au katika hii Israeli yote ni Daudi. Kwa nini? Kwa sababu ana uwezo wa kuacha kondoo wengine hao 100 akamfuata kondoo mmoja kumnyang'anya kwenye kinywa cha dudu. Kwa akajua huyu Goliath ni simba ambaye au ni dudu ambaye anatesa watu wangu. Kwa kuna mtu wa aina hii ambaye anaweza kaua madudu au akaua watu wa aina fulani ambao ni waovu, ambao wapo kinyume na watu wa Mungu, au ambaye anaweza kaliua tatizo fulani ambao lipo kinyume na watu wa Mungu. Kwa Mungu anaangalia, akaangalia Daudi, unajua Daudi ana roho ya ujasiri. Yaani asili yake ni ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio nikisema hivi, kama hauna faida kwenye ufalme wa shetani, uwe na uhakika hautakuwa na faida kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtenda dhambi ambaye alikuwa anatenda dhambi, alafu alikuwa hana faida kwenye ufalme wa shetani, hata akiokoka hawezi kuwa na faida kwenye ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu asili yake yeye ni uoga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ile asili ya ujasiri ambayo mtu anayo katika ufalme wa giza, Mungu huwa anamchukua, anamhamisha na ule ujasiri wake ili akautumie kwenye ufalme wa nuru. Kwa ujasiri ambao alikuwa nao Sauli au Paulo mtume, kipindi anatesa kanisa la Mungu, ule ujasiri aliokuwa nao kutesa kanisa, ndio Mungu akatumia ule ujasiri kufungua makanisa. Bwana Yesu asifiwe.